Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nichukue nafasi hii kukukaribisha sana kwenye jimbo letu la Itigi. Hapa ndiyo Itigi, makao makuu ya jimbo, na kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kwa kutenga muda na kufika hapa makao makuu ya jimbo Itigi. Nichukue nafasi hii kukukaribisha sana ili baadaye utapata nafasi ya kuzungumza na wananchi hawa. Sisi wanaitigi tunakupenda. Tunakupenda kwa sababu ya kazi kubwa ambazo unaendelea kuzifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii kipekee sana kuwashukuru wananchi wa jimbo la Itigi. Kwanza kwa kumchagua Mheshimiwa Rais kwa kura nyingi sana. Jipigieni makofi mengi sana. Lakini nichukue tena nafasi hii kuwashukuru sana kwa kunichagua mimi kama mbunge wenu wa jimbo hili la Itigi kwa kura nyingi za kishindo. Asanteni sana. Na kuwachagua madiwani katika kata zetu 13 na wale wa viti maalum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo sisi Itigi unayoiona hii sio Itigi ya miaka ya nyuma. Hivi tunavyozungumza hapa makao makuu ya jimbo Itigi, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitekeleza ahadi ya aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Daktari John Magufuli. Alituahidi katika kiwanja hiki kutupatia kilomita 10 za lami kwenye mji wetu wa Itigi, na ahadi hiyo ameitekeleza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana, naomba tumpigie makofi mengi sana. Leo Itigi ukipita ni mji mzuri kabisa na taa zinawaka za barabarani. Tunaomba utupelekee salamu za shukurani nyingi sana kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kama vile haitoshi, tumejengewa hospitali yenye hadhi ya wilaya ya mabilioni ya fedha yamelala hapa. Tumepata hospitali nzuri na imekwisha kuanza kazi na operation zinafanyika hapa. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea hospitali kubwa sana na nzuri ya kisasa. Lakini kama vile haitoshi, tumeletewa mradi mkubwa sana wa maji hapa Itigi wa mabilioni ya fedha. Zamani Itigi ilikuwa na changamoto kubwa ya maji. Tulikuwa tunakunywa maji ya visima, lakini leo tunafungulia mabomba, tunapata maji safi na salama. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka watu wa jimbo la Itigi. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu hao wa Itigi kwa kweli furaha walionayo kwa kukuona wewe haimithiliki. Ni furaha kubwa sana. Na shauku yao ni kukusikiliza wewe. Na mimi muda mwingi nimekuwa nikiongea nao katika vikao vyangu na shughuli mbalimbali kama mbunge, nimekuwa nikizungumza nao. Sasa nilipokuwa nikiongea nao wakaniambia kama Mheshimiwa Waziri Mkuu angepata nafasi ya kutushika angalau mkono, kuna watu waliniambia wasingeweza kuoga hata wiki nzima kwa zile baraka za kukushika mkono. Kwa namna ambavyo watu hawa wanakupenda sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu oye! Sasa wakaniambia Mheshimiwa Waziri Mkuu akija mwambie sisi watu wa jimbo hili la Itigi. Na kwa kweli tangu halmashauri hii imeanzishwa imekuwa ikikua kwa kasi kubwa sana. Na jimbo hili ni kubwa, kutoka hapa mpaka mwisho wa jimbo letu ni kilomita karibu 250 kule mpakani mwa Rungu. Tukasema sisi hii halmashauri ya Itigi inatosha kabisa, na hawa ndio wameniagiza umwambie Waziri Mkuu sisi kwa sasa inatosha kabisa, tunaweza tukapata wilaya yetu ya Itigi ikawa makao makuu hapa Itigi, tupate na sisi wilaya. Na mimi kama mwakilishi unasema mjumbe hauawi, na mimi salamu zenu nimezifikisha sijazifikisha. Wakasema tena mwambie Mheshimiwa Waziri Mkuu sisi jimbo la Itigi tuna changamoto na kilio cha muda mrefu, lakini tunaishukuru serikali kwa namna ambavyo imeanza kuonyesha juhudi. Tuna barabara yetu inayotoka hapa Itigi kutokea Mkiwa Itigi mpaka Rungwa mpaka Makongorosi. Barabara hii imekuwa ni kilio cha muda mrefu sana. Na tunaishukuru serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tayari imekwisha kuanza kutujengea kilomita 25. Angalau tunakanyaga rami sasa kuelekea kwenye kata mbalimbali. Wakaniambia ni kuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, wanaomba sana uwasaidie tuweze kujengewa
barabara hii yenye urefu wa kilomita karibu 260, barabara hii iwekewe lami ili watu hawa wapunguze adha ambazo kwa kweli wamekuwa wakipata changamoto kubwa sana ya usafiri, na wakati mwingine watu wengine wanapotezea maisha kwa sababu ya ubovu wa barabara hii. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii imekuwa kilio cha muda mrefu, na nimefurahi kumuona ndugu yangu mbunge mstaafu Lwanji yuko hapa. Tangu wakati wake akaja mwingine, nimekuja mimi. Basi tuombe kilio hiki sasa. Nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli ifike mwisho na sisi tujengewe hii barabara kwa kiwango cha lami. Tutakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Waziri Mkuu oye! Wakasema akija Waziri Mkuu umwambie kwamba kata za Kitaraka, Sanjaranda, Agondi, Idodiandole na hapa ya Tambukareli wana kilio cha muda mrefu. Wanyama waharibifu kama tembo wamekuwa ni wasumbufu, wakiharibu mazao, wanaharibu mpaka nyumba, wakati mwingine wanachukua mazao mpaka yaliyoko ndani yaliyohifadhiwa. Hii imekuwa ni kilio kikubwa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaratibu ufanyike ili hawa tembo waweze kudhibitiwa. Jingine wakaniambia, Mheshimiwa Waziri Mkuu akija umwambie sisi Itigi ni wakulima wazuri wa zao la dengu. Na dengu sisi ndiyo dhahabu nyeupe kwenye jimbo letu. Lakini kwa kweli kwa mwaka huu uliopita changamoto imekuwa ni kubwa sana ya kuporomoka kwa bei ya dengu. Wananchi hawa ni wakulima wakubwa, na asubuhi umetoka pale Doroto kukagua kwenye ujenzi huu wa barabara, umeona kwenye ile mbuga nyeusi wanalima sana sana dengu. Lakini kwa kweli swala la changamoto ya bei limekuwa ni changamoto kubwa sana. Nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu utusaidie mwaka huu tunapoendelea na kilimo, angalau basi bei ziwe nzuri ili wananchi wangu hawa na wao waweze kuneemeka na zao hili la dengu. Waziri Mkuu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu ya muda, la mwisho kabisa mimi nitoe tena shukurani. Na kwa kweli tulipopata taarifa ya kwanza tulikuwa tumepanga mkutano huu ufanyike kule Mitundu. Na nimepokea simu nyingi sana, watu wa Mitundu wamesikitika kwa sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu haikuweza kufanikiwa kule. Mimi nikuombe, kwa sababu Itigi tunapapenda na Mitundu kote tunapapenda na jimbo letu ni kubwa. Nikuombe useme neno angalau wana Mitundu na wao nafsi zao ziweze kupona. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Yako mambo mengi, lakini kwa leo itoshe kusema nikushukuru sana. Karibu sana sana Itigi, na sisi wana Itigi tunakupenda. Waziri Mkuu oye! Waziri Mkuu safi!